wewe ndio unajua tumetoka wapi na tumefanya nini na tumekuja hapa kufuata nini. Wewe Mungu unajua ndani kabisa mioyo yetu. Ninaomba Roho yako Mtakatifu akaguse kila moyo wa kila mmoja, akaguse ndani ya virindi vya moyo. Wewe Mungu unayechunguza na kuyaweka wazi mawazo ya wanadamu, ninakusisa hii Bwana, ukayaweke wazi, ukaweke wazi hatua zetu, ukaweke wazi njia zetu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Achilia nguvu yako Bwana, achilia nguvu yako, achilia nguvu yako, achilia nguvu yako, achilia nguvu yako, achilia nguvu yako. Magonjwa yakaondoke, udhaifu ukaondoke, mashaka yakaondoke. Bwana wa majeshi, tumekuja mahali hapa kwa kuasisi watu. Wewe Bwana ni kimbilio Bwana, wako waliokuja na magonjwa, ninakusihi Bwana kwa ibada hii, achilia neema yako ya uzima, achilia, 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 achilia. Ikiwa kuna pepo, ikiwa kuna jini aliyejihudhurisha na mmoja wetu mahali hapa, achilia nguvu yako, achilia nguvu yako, achilia nguvu yako, achilia Bwana, achilia Bwana. Saa ambayo tunasimama na kusikia neno lako, asiwepo pepo atakayefunga fahamu, asiwepo pepo atakayefunga moyo. Achilia nguvu yako ya moto, achilia kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa neema yako, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina. Yesu na ainuliwe sana kwa ajili yako pamoja na yangu. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu sana 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 kwa namna ambavyo ametukutanisha tena mahali hapa, wala si kwa ajili ya bidii tuliyokuwa nayo, bali kwa ajili ya moyo, kwa ajili ya upendo wa Kristo. Kuna wakati tunaweza kusema kwa bidii ni kutokana labda na maisha yetu mazuri au masafi, lakini huwa tunashuhudia wako watu wenye maisha mazuri na masafi kuliko sisi, nao huwa watoka.
lakini mimi na wewe tumepata neema nyingine ya kuonana. Binafsi namshukuru Mungu. Watoto naomba utulivu. Israeli Maka, njoo kwa mama huko haraka sana. Chukua viti, kaa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo binafsi namshukuru Mungu kuona mtu wa Mungu kila mmoja kwa wakati wake. Binafsi namshukuru Mungu sana sana sana. Nimefurahi kuona hata kwa ajili ya moyo wa kuhudhuria ibada siku kama ya leo, siku ya Jumatano, ambayo kibinafsi huwa naona vile ambavyo Wakristo wengi wa leo wamekata tamaa kwa habari ya ibada hasa za katikati. Lakini ukiona wewe bado moyo uko hai na unaendelea kupenda ibada, basi Mungu na akubariki sana. Najua wengi mnanifahamu. Amen. Si ndivyo jamani? Najua wengi mnanifahamu, mtumishi wa Mungu Pastor Alexi. Kama ulivyosema rafiki yangu hapa kwamba ananipenda sana na mimi nampenda sana. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wa Mungu David. Nimefurahi pia kuwa naye kwenye ibada. Kwa sababu tunapokuwa tunapambana kwenye makazi hayo huko, hatua yetu pia inamtegemea Mungu sana. Amen. Hatua yetu moja inamtegemea Mungu sana sana sana. Lakini pia bibi yetu hapa, Mungu akubariki kwa shiriki nasi ibada na hata kwa kuvunja udhehebu, kwa sababu kuna mtu mwingine anasema mna lazima nitafute kanisa la KKT kokote liliko, hata kama litakuwa lina nauli shilingi 30,000 nitaenda. Lakini kukua kiufahamu pia wa kiroho ni kujua kwamba tunayemtafuta ni Mungu. Amen. Tunayemtafuta ni Mungu. Kwa hiyo kikubwa umefika, umeona pale pana Mungu halisi anayeabudiwa. Tunafurahi kushiriki pamoja na wewe ibada. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Lakini pia Mungu awabariki wote. Mtumishi wa Mungu pia Rebeka kwa kufika Kahama tena. Wewe utasalimia kwa wakati wako kama alivyosema pastor. Kwa na mimi niseme hivyo hivyo, utasalimia kwa wakati wako. Jamani, nimesema mtumishi wa Mungu Rebeka ni mke wangu. Najua wengi mnamfahamu kama mchungaji. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Kwa kuwa nimepewa nafasi ya muda na muda wetu ni mchache, najua wengi mnanijuaga sipendi kuhubiri muda mrefu sana. Naomba nizungumze jambo hili hapa. Bwana Yesu asifiwe. Andika kuzaliwa upya au kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili. Kama ambavyo nimesema kwamba nimefurahi kukuona, nimefurahi uwepo wako. Mara kadhaa waga nasema nikiwa kwenye madhabahu hii kwamba kama kuna kitu huwa kinanifurahisha sana ni kuona watu wa Mungu tunaendelea na imani. Ni kuona wewe unaendelea na wokovu. Kwa sababu hakuna fungu lililo jema zaidi duniani. Fungu lenye thamani, fungu lenye umuhimu, fungu zuri kuliko mafungu yote kama sio kuokoka. Lakini sio tu kuokoka, kama sio kuendelea na imani. Kama sio kuendelea na imani, yani kuendelea na imani ni machaguzi bora kuliko uchaguzi wowote wa kitu chochote duniani. Kwa hiyo ndio maana huwa nafurahi sana nikiona mtu ambaye amekubali kuiacha dunia na ameamua moja kwa moja kutoka ndani ya moyo kumfuata Kristo milele. Mtumishi Yohana kwenye waraka wake wa 3, Mtume Yohana anasema kwamba katika Yohana 1:4 anasema sina furaha iliyoko kuliko hii, kusikia watoto wangu wanaenenda katika nini? Katika kweli. Kwamba yeye hata ukimletea ndege, ukamletea vitu vizuri vyovyote, magorofa, ukamletea chochote ambacho dunia
inasema ni kizuri, yeye hata una furaha. Lakini furaha yake kubwa ni kuona watoto wake wa kiroho wanaendelea vizuri, wanaendelea katika kweli. Hebu soma kwanza huo mstari. Naomba niurudie, nitarudia, najua leo narudia zaidi ya mara 10 sasa. Naomba tu ushike kwamba Yohana anasema sina furaha iliyo kuu, furaha iliyo kuu. Maanake ziko furaha nyingine ambazo ziko furaha nyingine ziko. Siku moja nilipohubiri mahali hapa kwa habari ya kufurahia mtu anapookoka, kufurahia wewe unapookoka, nikasema kwamba ukifaulu mitihani huko duniani wanakupa zawadi. Si ndivyo jamani? Ukipata mtoto unapata nini? Zawadi, wanakuletea zawadi. Kuna baadhi ya mambo ukipewa duniani watu wanakusifu, wanakupa zawadi, wanaonyesha furaha. Hata wewe uliposikia umefaulu mtihani ambao haukutegemea kama ungefaulu, ulifurahi. Lakini Yohana yeye anasema hizo furaha zote zipite, iko furaha kuu moja. Hebu nisomee hapo kama umeshapaona haraka, mtumishi wa Mungu yote uliyepaona. Waraka wa 3 wa Yohana. Naam. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 4 inasema, naam, sina furaha iliyo kuu kuliko hii. Sina furaha iliyo kuu kuliko hii. Kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Ishia tu hapo. Maanake sio kwamba furaha nyingine hazipo, zipo ambazo kibinadamu hatuwezi kuzikwepa. Ukinua kakiatu kapya ambako hujawahi kuvaa unafurahia. Ukipata kagauni kapya unafurahia. Ukipata kitu ambacho ulikuwa hauna, inawezekana hauna nyumba nzuri, siku utakapojenga kanyumba ka milioni 100 hivi, moyo unafurahi. Lakini imani inatuambia kwamba hizo furaha zote zipite, iko furaha kuu ya mtu kukaa katika njia ya Mungu. Yohana anasema sina furaha iliyo kuu, kwamba nipate mtoto nitafurahi, lakini sio furaha kuu. Amen. Nijenge nyumba nitafurahi, lakini sio furaha kuu. Furaha kuu ni ile hali ya kuona wewe kwanza binafsi unaendelea vizuri na Mungu, na kila ukijipima kwenye kipimo unajiona unaendelea na nani? Na Mungu. Yaani unajiona, kuna wakati kuendelea na Mungu usisubiri mpaka watu wakwambie unaendelea na Mungu ama uendelee. Wewe mwenyewe binafsi unajiona naendelea na Mungu. Unajiona kwamba nimesimama, ninakwenda. Nimesema kuzaliwa upya au kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa upya ama kuzaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Kwa tafakari kwamba watu wa Mungu nitawasalimia kwa neno gani leo, watu wakahama hata kama ni kwa dakika chache. Lakini nafurahi kusikia Roho Mungu akiniongoza kwamba nizungumze kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili. Kwanza kabisa naomba tusome mstari huu, Yohana mtakatifu pale tatu, kuanzia ule mstari wa kwanza. Yohana mtakatifu 3 mstari wa kwanza anasema, naam, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, ndio, jina lake Nikodemo, naam, mkuu wa Wayahudi. Naam. Huyo alimjia usiku, akamwambia, twajua ya kuwa u mwalimu. Rabi, twajua ya kuwa u mwalimu. Naam. Umeteuliwa kutoka kwa Mungu. Umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi, naam, uzifanyazo wewe, ndio, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Ndio. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, ndio, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ndio. Nikodemo akamwambia, naam, awezaje mtu kuzaliwa? Ndio. Akiwa mzee? Ndio.
aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Ndiyo. Yesu akajibu, amini amini ndiyo nakwambia, naam, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, ndiyo hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ishia kwanza hapo. Anasema kuna mtu mmoja Mfarisayo. Huyo alikuwa anamsikiliza Yesu vizuri mchana, kamuelewa, lakini akaona nikimwendea mchana nitapata aibu, ngoja nimwendee usiku. Akamfuata. Akamwambia, Bwana, najua kwamba tunaelewa wewe ni una nguvu nyingi sana. Unatenda mambo ambayo hakuna mtu anaweza kufanya nini? Kuyatenda. Amen. 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 Unatenda mambo ambayo wanadamu wengine hawezi kuyatenda. Sasa Hebu tuambie mambo fulani. Yesu akamwambia kwamba amini nakwambia, hakuna mtu atakayeweza kuingia mbinguni kama hatazaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Yaani usipozaliwa mara ya pili hautaweza kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia kwamba inawezekanaje kwamba mtu akaingia tumboni mwa mama yake mara ya pili akazaliwa? Yesu akabadilisha jibu. Akamwambia sasa kumwambia tena kuzaliwa mara, akamwambia akamwambia usipozaliwa kwa maji na Roho hautaweza kuona ufalme wa Mungu. Jibu la kwanza, asipozaliwa mara ya pili. Jibu la pili, usipozaliwa kwa maji na nini? Na Roho. Lakini tatu, anamwambia kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni nini? Ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Kilichozaliwa kwa Roho ni nini? Ni roho. Tunapozungumza habari ya kuzaliwa mara ya pili ama kuzaliwa upya, kuzaliwa upya ni nini? Kwanza unaanza na jambo lenyewe, neno kuzaliwa. Neno kuzaliwa. Inawezekana kuna wakati wengi tumo ndani ya makanisa, tunaendelea na imani na unasema nimezaliwa mara ya pili, lakini haujui ule mchakato wa kuzaliwa mara ya pili ukoje. Mchakato wa kuzaliwa mara ya pili halikuwa jambo jepesi, halikuwa jambo rahisi. Kama ambavyo katika maisha ya kawaida unaposikia mtu au mtoto amezaliwa, mtoto kuzaliwa sio jambo la kawaida, sio kitu chepesi. Kwanza kuna process. Amen. Amen. Yaani mtoto kabisa, mtoto aliyezaliwa katika utaratibu mzuri, kuna nini? Kuna process. Nilisema siku moja nikasema, unapozungumza mtu anakwenda kuoa, nilizungumza hapa kwenye ndoa ya mtumishi wa Mungu Samuel, kwamba mtu anapofika hatua ya kuoa, amempoint binti fulani anataka kumwoa, ujue kuna hatua, kuna mchujo umetokea nyuma, kuna hatua kama ambavyo tuliona kwa Adamu kwamba mchujo ukatokea, Mungu akamletea wanyama, akasema no, punda no, nyani no, hapana, siwezi kuishi na sokwe, siwezi kuishi na nyani, basi ishi na kunguru, sitaki. Mpaka katokea Eva, akasema huyu ndiye sawa sawa. Sasa hata katika unapotoka kwenye ile hatua, kuna hatua sasa unasema mtoto amezaliwa. Mpaka mtoto anazaliwa, ukiangalia process mpaka mtoto anakuja kuzaliwa. Leo tunamwona Melki anakuja kuzaliwa, process sio tu mama alimzaa. Bwana asifiwe sana. Ukumbuke kwanza mtumishi alipiga mahesabu kutoka muda mrefu sana kwamba nitakuja kuoa. Amen. Akalipa na mali, si ndivyo jamani? Sio walikuwa tunalipa na mali, tusioruka dirishani. Bwana Yesu asifiwe. Tusioruka dirishani, tunalipa na nini? Na mali, tunapeleka na barua. Ila wanaruka dirishani ndio wale ambao na nini? Kwa hiyo process inaanza, gharama inalipwa, binti anabebwa. Yesu asifiwe sana. Unamtunza, amepata ujauzito mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, mimba inasumbua mpaka mtoto anakuja kuzaliwa. Kuna mchakato umepita hapa nyuma. Lakini mtoto anapozaliwa, hakuna muda unaweza kusema kuna lijamaa limezaliwa, kuna mtoto amezaliwa jana,
halafu leo unakutana naye barabarani, mtoto kapiga suti anatembea. Mtoto amezaliwa, kwanza kinazaliwa. Unaposema mtu amezaliwa, manake ni kitu kipya, ni kitu kipya ndo kimezaliwa, ambacho kwa asili hakikuwepo. Hakiwezi kuzaliwa kitu kilichokuwepo. Yaani Israeli hawezi kuzaliwa tena, ndo ameshazaliwa. Kwa unaposema mtu anazaliwa mara ya pili, manake ni mtu ambaye alikuwa, Yesu anasema kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kinachozaliwa kwa roho ni roho. Manake mimi Alex ninapozaliwa mara ya pili, manake ninakwenda kuwa kiumbe wa tofauti kabisa na yule Alex niliyezaliwa na baba na mama. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kama unanielewa unaitikia kwa nguvu. Yaani ukiitikia sauti ndogo ndogo utanifanya nirudie hapa hata mpaka mara 30. Amina. 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 Kwa unapozungumza kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili, najua haya ni masomo tunahubiriana sana, lakini nimesikia kukuambia tena kwamba kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa upya. Anasema kilichozaliwa kwa nini? Kwa mwili. Kilichozaliwa kwa mwili ni kitu gani? Kwa nini Yesu anamwambia kwamba usipozaliwa mara ya pili? Maana kilichozaliwa kwa mara ya kwanza ni huu mwili ambao kwa asili yake umezaliwa katika msukumo wa dhambi. Umezaliwa kwenye asili ya uovu, kwenye nguvu ya dhambi. Kwa lazima ninapochukua maamuzi ya kuzaliwa upya, au Yesu anaposema anataka kunizaa mara ya pili, maanake ninakubali kwenda kuwa kiumbe kingine, kwenda kuwa mtu mwingine, mtu mwenye tabia nyingine, mwenye mawazo mengine, mwenye miondoko mingine, mwenye akili nyingine, mwenye utendaji mwingine. Yani sio yule wa zamani. Kwa ukisema nimezaliwa mara ya pili, wakati huo bado una ndevu za zamani. Wanaozaliwa mara ya pili upya hao hivi. Wanaozaliwa mara ya pili wanakuwa wapya. Wewe mwenyewe ukimzaa mtoto na meno unasema hapana, leo tunasemaga anakuwa sinduna, si ndivyo? Si ndivyo jamani? Kisa mtoto mwenye meno tunamwita nani? Tutakuwa sinduna huyu. Tunataka mtu anayezaliwa tuone vile anazaliwa hana meno. Hozaliwa mara ya pili bado una meno ya kung'ata. Maana yake nini? Unazaliwa mara ya pili bado unasema nimezaliwa mara ya pili, lakini bado moyoni umejaza lile paketi la hasira. Umezaliwa mara lakini bado umejaza paketi la maasila ndani. We bado. Ukizaliwa mara ya pili lazima ugeuzwe. Lazima. Mimi namshukuru Mungu sana kwamba kwa mfano kabla sijaamini nilikuwa ni mtu mwenye hasira kali mno. Yaani kizungumza uhalisia wa vile Yesu amenizaa mara ya pili, nikizungumza kwenye kitengo tu cha hasira. Kitengo cha hasira chenyecho unasema Mungu umenizaa mara ya ngapi? Ya pili. Kwa sababu kiasili nilikuwa ni mtu mwenye hasira kali. Yaani hasira zile mpaka unatemeka, hasira ambazo mtu akikukosea yani kinachoweza kuamlia baadaye ni ngumi, labda tukishikana tupigana. Hasira kweli kweli, ni kama za urithi vile. Lakini baada ya kuzaliwa mara ya pili, Mungu ameuponda moyo kiasi ambacho mpaka na mwenyewe unajishangaa, unasema hivi yule alikuwa ni nani na huyu sasa ni nani? Hivi ni huyu ambaye zamani ilikuwa ukimkosea kidogo, maamuzi atakayoyachukua hutaamini macho yako. Leo unaona ni yule ambaye unaweza ukamkosea ukamfanyia jambo ambalo kibinadamu unasema hili lazima mtumishi ataliact. Halafu nakuta ndo kwanza ametulia na kuangalia juu mpaka chini, nasema acha Mungu atende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huko ndiko nasema kuzaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Manake ni kugeuzwa kabisa. Unakuwa kiumbe kipya. Nimesema kuzaliwa ni nini? Ni mchakato. Kuzaliwa
ni mchakato. Kuzaliwa ni mchakato. Hebu twende some Petro wa kwanza 1:23. Naomba tega sikio vizuri, kwa sababu unaweza kaa utakapotaka kuanza kunielewa ndio mimi naweza kaa naishia hapo. Kwa ni bora tu kanisikiliza vizuri, mtu wa Mungu, ili Roho wa Mungu aseme na moyo wako. Kukiwa kuna jambo ambalo anataka uligeukie sasa, basi karibu mtumishi wa Mungu. Petro wa kwanza 1:23 mpaka 25. Neno la Mungu linasema, naam, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo. Anasema si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika. Bali kwa ile isiyoharibika. Maana yake ni nini? Kwamba sisi tuliozaliwa kwa nyama hii, kwa nyama hii, kwa asili, hizi mbegu zinafanya nini? Zinaharibika. Lakini tuliozaliwa, tunapozaliwa mara ya pili, tunazaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Asante. Kwa neno la Mungu lenye uzima. Kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Ndiyo. Maana mwili wote ni kama majani. Sawa. Na fahari yake yote ni kama ua la majani. Ndiyo. Majani hukauka na ua lake huanguka. Ndiyo. Bali neno la Bwana hudumu hata milele. Naam. Na neno hilo ni neno lile jema lililoharibiwa kwenu. Rudia tena. Na neno hilo ni neno lile jema, ndiyo, lililohubiriwa kwenu. Lililohubiriwa kwetu. Yesu anamwambia Nikodemo ya kwamba hawezi kuingia katika ule ufalme, huwezi. Niko nazungumza nikiwa Songea kwa habari ya maandalio, nyakati za maandalio. Kwa habari ya somo nyakati za maandalio, kwamba tupo kwenye nyakati ambazo tunahitaji kila mtu kwa nafasi yake na wakati na maamuzi ya moyo wake kufanya maandalizi sahihi, kwa kuwa tuko nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba huwa nakikumbuka sana kipindi ambacho tumekuwa tukisimuliwa watu au baadhi ya wazee waliowahi kuishika imani. Kuna kipindi nilikuwa nahubiri nikamwambia watu wa Mungu, kwa namna ambavyo dunia tunaishi leo, hakikisha hata kama wa Pentekoste wamekuwa kichukulia mzaa sana na kuchukulia kawaida sana, ila hakikisha kila unapokwenda kulala, unapoamka, moyo wako unakushuhudia ya kwamba hata parapanda ikilia sasa ninaondoka. Ni hali ambazo shetani amepiga upofu ndani ya kanisa, amepiga upofu. Yaani mwanadamu sasa maisha yale ya kujichunguza, kujipeleleza, kujihakiki kwamba hivi nina sifa ya kumwona Mungu. Ni watu ambao mpaka sasa bado tunaamini kwamba wenda leo nikikosea, kesho nina nafasi nyingine ya kwenda kutengeneza. Alafu nasahau kuna maandiko yanasema kwamba wawili watakuwa wamelala kitandani, alafu mmoja anatauliwa, mwingine anafanya nini? Mmoja anaachwa. Jamani, tunasoma Biblia. Mmoja anatwaliwa, mwingine, mmoja anataliwa, mwingine anaachwa. Wengine watakuwa mtoni wanachuma mboga, mmoja anatwaliwa, mwingine anafanya nini? Wengine watakuwa wanasaga, mmoja anatwaliwa, mwingine anafanya nini? Anaachwa. Maana ni kwamba kama Mkristo, kama mtu niliyekubali kuzaliwa mara ya pili, lazima moyo wangu uwe tayari kila dakika. Moyo wangu nishuhudie ya kwamba nina sifa ya kuingia ule mji mtakatifu. Nina sifa. Usiweke akiba ya uhai ambao haujui mbele yako. Mwanadamu hatua moja, niliwahi kusema siku moja kwamba tunatembea tukiwa hatujui hata kama ni saa 2 usiku tutafika. Tunajua kwa sababu tu ya kiburi au mazoea ya kwamba tunafahamu tu kwamba kesho Alhamisi tutakuwepo. Ni kwa sababu ni mazoea. Lakini kiuhalisia anayejua kwamba kesho tutakuwepo ni Mungu. Ni Mungu. Na ndio maana nikasema mara kwa mara ya kwamba kama Mkristo, kwa nyakati tulizokuwa nazo, hakikisha moyo wako unajiandaa. Hakikisha unaishi kwa tahadhari, unaishi kwa kujiangalia.
Spidi yako na hatua yako kwa Mungu kila dakika unaiangalia. Usiwe na dhambi, usiwe na uovu ndani yako ambao unasema nitautengeneza 2026. Ndugu yangu, usiweke akiba ya dhambi yoyote. Useme kwamba mimi kwenye hiki kiburi nitakuwa nabadilika taratibu. Kuna wakati nilisema dhambi unayoijua ama makosa unayoyajua afu unasema nitabadilikaje, iko ni kiburi. Yaani tatizo lote ambalo umeshalijua basi ila hili mimi nitabadilika, mimi nitakujaga kuacha, ni kiburi tu kinachokuambia nitakujaga kuacha. Tunapeleka mpaka madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kikweli mimi najijua kabisa mimi nina pepo la hasira, lakini mimi nitabadilika tu, ni kiburi. Nimesikika hapo? Kwa sababu jambo unalolijua, Waswahili wanasema usilolijua ni kama usiku wa giza, lakini unalolijua likusumbui. Wewe umeshajua ya kwamba mimi nina hasira, si unaacha. Halafu uzuri tumesema tukiwa ndani ya Kristo tunapata nguvu mpya, na ile nguvu yenyewe ipo kwa ajili ya kutusaidia. Ni wewe tu hautaki kuiendea na kuichukua kuingiza ndani yako au kuikubali. Sema mimi tabia hii nitaachaga tu. Niwaga naangalia sana, Mungu naomba lishike sana kanisa la leo. Na watakaopata kuisikia sauti hii, basi Mungu awape neema kuisikia. Kwamba unakuta mtu anajua kabisa kwamba hatua yangu kiroho ni mbaya, spidi yangu sio nzuri. Nasema ila naamini kwamba mambo yakikaa sawa nitakuwa na spidi nzuri. Lini atakaa sawa? Ndio ile nitatengeneza na Mungu. Lini? Unajuaje 2026 utavuka? Na hili kwa sababu pia hata dunia inavyohubiri injili imeaminisha sana upande umoja. Yaani mwanadamu yeye anaaminiki kuishi tu. Huu ni mwaka wa kuvuka. Huu ni mwaka 2025. Hebu jitamkie kuishi tu. Mpendwa, hatuishi kwa sababu kujitamkia kuishi. Wangapi wajitamkia kuishi na hawaishi? Nenda kwenye mitandao. Nabii anaandika pale, unajitabiria kuishi mwaka 2025 na ukamaliza, andika amina. Wanaandika amina watu 5,000. Na katika 5,000 bado 100 kitu wanaondoka. Walijitabiri na kuondoka, wanaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tufundisha nini? Ya kwamba kama Mkristo ambaye ninaandaa maisha yangu ya kuingia mbinguni ama kuingia ule mji mtakatifu, basi kila hatua inayowezekana kuibadilika, nibadilike leo. Nipige hatua leo. Acha ile roho kwamba nitabadilikaga. Amen. Tumishi na majibu mabaya sana. Mimi namshukuru Mungu, nalijua hilo. Hilo nalijua. Ila naamini Mungu atanisaidia. Mimi najijua, unafikiri mimi sijielewi? Unayejijua tatizo liko ndani na hutaki, hicho ni kiburi. Na asilimia kubwa ukimsikia mtu anasema nitabadilikaga, naambia watu wa Mungu, fuatilia. Mtu huyu utamwona mwakao anasema nitafanya nini? Nitafanya nini? Lakini mwakana atashuhudia tena nitafanya nini? Yeye ni mtu wa nitabadilika. Nitabadilika. Tuambie unabadilika lini? Mungu mwenyewe atanisaidia. Kuna vitu ambavyo ukisha vijua. Kuna wakati naambia watu wa Mungu tunatubu dhambi kila siku. Lakini natubu dhambi kila siku tunazozitenda kila siku kwa kuzijua ni dhambi, afu tunazitenda tunaenda kutubu. Kuna wakati tunatubu kwa makosa ambayo hatujui tuliyatendea wapi. Nilikwambia dunia yenyewe kila tunachogusa kimechanganywa na uchafu tu. Kimechanganywa na dhambi. Nikaambia watu wa Mungu kwamba wewe unaweza kufurahia kwamba nimeenda mtaani, nimeuza bidhaa fulani. Nikawakuta jamaa fulani pale bwana, wakaniungisha 40,000. Nimerudi nimefurahi kweli. Wewe unazishika zile hela. Alafu hujui kumbe hela zenyewe yule jamaa kalipo baada ya kumwaga damu. Kalipo baada ya kutoka kwa mganga kienyeji na kumchinja babake na mamake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaenda kuchukua zile hela. Kwa unakuta ni mnyororo fulani wa kugusa vitu vichafu. Maana kuna wakati tunatubu kwa Mungu, Mungu nisamehe. Hata kwa macho yangu yawezekana nimepita nimetazama vitu vibaya. Yawezekana kwenye fikra zangu niliwaza vibaya. Yawezekana mikono yangu imeshika vitu ambavyo ni najisi mbele zako, vikashikwa na mikono yangu. Bwana unitakase. Haleluya.
Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu kama Mkristo lazima kila wakati moyo wangu ujiweke tayari. Na hiyo ni moja ya sifa ya mtu aliyezaliwa mara ya pili. Kwa sababu mtu aliyezaliwa mara ya pili ni mtu ambaye yeye huangalia sana kwamba mwanzo nalikuwaje na sasa nikoje, naendeleaje. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwaje, sio mtu wa kufunika mambo na kwa mtu mtumishi steady, mbona hauendelei vizuri? Nitaendelea. Mpendwa, mtu wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili akisikia lugha moja kwamba sasa uendelei vizuri, moyo unalipuka kwamba kwa nini siendelei vizuri? Kuna watu walikuwa nyakati ambazo watu walikuwa na tathmini kubwa kwa habari ya ufalme. Tunavyomwambia tu kwamba mtumishi wa Yohana uendelei vizuri kiroho, anatamani kuanza kulia dakika hiyo hiyo. Analia, kwa nini siendelei vizuri kiroho? Heri ungeniambia siendelei vizuri kiuchumi ila sio kiroho. Kwa sababu haya mengine yote tutayaacha. Ndio maana nasema katika Petro wangapi hapa tumesoma? Petro wa kwanza 1:23 ya kwamba iko mbegu inayoharibika, lakini mbegu isiyoharibika ni ile iliyopandwa kwa neno la Mungu ambayo yenyewe yadumu milele. Manake tunapozaliwa mara ya pili, tunapozaliwa mara ya kwanza hatukai milele, ila tunapozaliwa mara ya pili tunazaliwa katika hali ya umilele. Manake vile vinavyozaliwa mara ya kwanza katika mwili, sio mwili peke yake. Manake kila ambacho uko nacho kimezaliwa mara ya kwanza katika mwili wa kawaida. Tunataka tuzaliwe katika roho kwa vile visivyoharibika milele. Manake ule mwanzo mpya wa safari ya ufalme. Mwanzo mpya wa safari ya nini? Ya ufalme. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile ndio hatua ambayo unafika ukiambiwa uendelee vizuri. Kwani kabla hujaendelea vizuri mwenyewe, kuna watu walikuwa wanampenda Mungu. Yaani hata kabla hujajikwaa roho Mungu akishakwambia, "Wewe mbele hapo unajikwaa." Mbele hapo unajikwaa. Unaishi maisha fulani ambayo ukizembea kwa Mungu wiki mbili tunakutana mpaka na maono ya ulimwengu wa roho. Bwana anakuonya mpaka kwenye roho. Sio sasa. Sasa mtu uendelee vizuri miezi 6. Neno linapita, adui kashajaza upofu wa kiroho, jaza, funga masikio. Hata uonywache nakuta kichwa bado kina kikumu. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi hatukuzaliwa mara ya pili. Na kama ni kuzaliwa basi ni ile bla ya kwamba umezaliwa baadhi ya vitu, sio vitu vyote. Umezaliwa mara ya pili jina. Ungesema nimezaliwa mara ya pili basi tulikuwa muongo, leo sio muongo. Ila baadhi ya mambo mengine unafanya nini? Naendelea nayo. Lakini anayezaliwa mara ya pili hawezi kutoka amezaliwa akiwa anakuambia huyu mtoto kazaliwa upya. Kazaliwa ila mguu mmoja ni mguu wa utu uzima, mwingine wa kitoto. Haleluya. Maana mtoto amezaliwa pua ya mzee. Ana mvi ila vimikono vya kitoto kichanga. So, anayezaliwa mara ya pili au anayezaliwa upya, mtoto anapozaliwa kila kitu anazaliwa nacho kipya, si ndivyo jamani? Au mtoto anazaliwa na kucha ishakuwa ndefu, mikucha kabisa, hii kucha mtu mzima, mtoto. Tunakuwa na mashaka mpaka wazazi, unaanza kupiga mahesabu, huyu mtoto inakuwaje? Kuna kitu gani kimeingia hapa? Inawezekana vipi? Haiwezekani, sio asili ya kibinadamu. Huu sio uumbaji wa Mungu. Mtoto anapozaliwa anazaliwa akiwa hivi. Hata kama anaweza kaa na matatizo ya ukilema ila anakuwa mtoto. Anaweza kazaliwa ndio ana ukilema masikio ila masikio ya kitoto. Hawezi sema amezaliwa na ukilema ila macho makubwa kama baba yake. Jamani, mtoto amezaliwa na ukilema ila mtoto mwenyewe kazaliwa macho makubwa kama babake na nywele amezaliwa ameshaota na mvi. Tena za kikubwa. Haiwezekani. Hivyo ndivyo hata kwenye kiroho, maisha ya kiroho yako hivyo. Hautakiwi kuzaliwa kimoja kimekomaa kingine kilegevu. Lazima ukubali kuzaliwa vyote upya. Ulikuwa na kiburi, zaliwa upya, kiburi kikate. Sio vya hasira, hasa kwenye kipepo cha hasira chenyewe hicho ndio chenyewe kitabadilika kwa taratibu chenyewe. Mimi yani kijai kutoka kitabadilika tu. Tena wengine uko ndani ya kanisa afu unajisifa ila mimi vyote hivyo amina, ila hasira tu. Yani unajibariki.
Tegemea unapita madhabahuni unalia, Bwana, kwa nini mimi? Kwa nini? Kwa nini mimi? Hasira haitoki. Mbona ni hasira ndio geti itakayozuia kuingia kwenye ufalme siku ile? Mtu anakuja kianzana nalia, unaumia, kuja kwenye maombi, umezaliwa mara ya pili, kuna kajambo bado kanakusumbua, halafu unakuja kwenye maombi unaomba bla bla. Hamna. Unaingia toka mlangoni hapa unalia, ambia Bwana, kwa nini? Hiki ndio kikwazo cha kukuona wewe siku ile. Naumia, nalia, naomboleza, kwa sababu watu wa Mungu, safari ya ufalme haina mzaha. Mara kadhaa nahubiri nikifika hapa waga nakumbusha mambo kama haya. Na naamini Roho wa Mungu hata mtumishi wenda anazungumza sana. Kwa safari ya mbinguni sio bra bra. Sio bra bra. Ukisoma historia uliotutangulia utajua ya kwamba unahitaji maamuzi sahihi. Unahitaji maamuzi sahihi. Upendo wa Mungu mkuu ni mmoja, tukumtuma mwanae yeye aje kutuokoa na dhambi. Anasema Luka 16:16 ya kwamba tangu wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu utekwa na wenye nini? Pia wenyewe hujiingiza kwa nguvu. Hujiingiza kwa nguvu, kwa nguvu. Manake lazima upige mahesabu. Piga mahesabu. Mimi natamani sana Mungu atusaidie tuwe na ufahamu ulionyoka. Yaani ukijichunguza leo na kesho na kila wakati ya kwamba hivi mimi hata Kristo anaporudi dakika na saa yoyote, je, nina sifa ya kuona ufalme? Nina sifa. Mimi nimezaliwa mara ya pili. Wanaozaliwa mara ya pili wanakuaje? Mbona mtoto akizaliwa anakuwa na njaa kila muda? Kila muda anataka kunyonya, kila muda mtoto akizaliwa anataka kunyonya kila muda. Anakuwa mtoto, asipokuwa maswali yanakuwa ni mengi. Kwa mtoka amezaliwa na miaka 4, mtoto hakai, kuna shida hapo. Maana mimi niliyezaliwa kiroho, niliyezaliwa mara ya pili, lazima niangalie. Ukisoma huu mstari anasema kwamba nirudie tena mstari wa 1:23 hapa. Anasema kwamba kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikiayo. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka. Tumezaliwa kama tumezaliwa na baba na mama. Na unapozaliwa katika maisha ya kiroho, unajua kwamba nilizaliwa katika baba na mama, lakini leo nimezaliwa na maisha mapya ndani ya Kristo. Lazima nianze kuangalia ni nani kiongozi wa roho yangu, kiongozi wa maisha yangu. Kwa sababu kuna mtoto anayezaliwa asiyekuwa na kiongozi, asiyekuwa na mzazi. Mtoto akizaliwa na baba na mamake, ananyonya, anafuata masharti ya baba na mama, akiambiwa leo hivi. Maana anapozaliwa kiroho pia kuna nguvu inatakiwa kuniongoza ndani yangu. Hiyo nguvu, je, ndani yako ipo inakuongoza? Hiyo nguvu, je, ndio inayekusukuma usiombe? Kwa sababu ukizaliwa mara ya pili, kuna nguvu inakusukuma kuomba kila dakika. Kuna nguvu inakusukuma kumwabudu Mungu. Kuna nguvu inakusukuma kutenda mema. Ile nguvu inapokusukuma kutenda mema, maana inausukuma ubaya mbali. Inaisukuma dhambi hata kabla haijafika, kwa sababu umezaliwa mara ya pili. Wewe ni kiumbe kipya. Na ikifika hatua ya kila mtu kujitambua ya kwamba mimi nimezaliwa mara ya pili, hauwi tena na watu unaokuwa unalazimisha, unamfosi, unambembeleza kwa habari ya ibada, kwa habari sio ya maombi. Unakuta kila mtu ana shauku ya kupigania ile thamani, kupigania ule ufalme, kupigania maisha ya kiroho, kupigania bidii na juhudi. Umezaliwa mara ya pili. Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tuende tena waraka wa kwanza Yohana pale, waraka wa kwanza Petro pale 1 mstari wa 3.
neno la Mungu linasema ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili. Ndio. Ili tupate tumaini lenye uzima wa kufufuka kwake. Anasema ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi sana alituzaa sisi mara ya pili. Maana kile tukio tumezaliwa na kina babu kina baba ambao ni walevi, wachawi. Lakini akaona hapana, mimi Yesu niteseke msalabani kwa ajili yao, amekuja kutuzaa sisi mara ya pili. Anasema kwamba tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Endelea mtumishi wangu, sijamaliza. Ninaendelea kusema. Ndio. Tupate na urithi usioharibika. Tupate na urithi usioharibika. Usio na uchafu. Usio na uchafu. Usionyauka. Usionyauka. Uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Kwa ajili ya watu wa aina gani hapa? Waliozaliwa mara ya ngapi? Waliozaliwa mara ya pili ndio wanaelekezwa kwamba kuna tumaini. Lakini ile tumaini haachi tu kusema kwamba anasema pia tupate na ule urithi usioharibika, usionyauka, usiochakaa, usiokuwa na madoa. Lakini huo tunaupata baada ya kuwa viumbe vipya. Viumbe vipya sio maneno. Kuzaliwa mara ya pili sio bra, sio maneno tu kwamba kuzaliwa mara ya pili, uzaliwe mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni lile badiliko la kweli la maisha yako. Wewe mwenyewe nafsi yako inakwambia ya kwamba ulikuwa muongo, leo udanganyi. Sio tu uwezo wa kusema kwamba kuzaliwa mara ya pili. Na ile nafsi inakwambia, ukigusia eneo la uongo, nafsi inaongea kwamba mimi nilikuwa muongo, ila leo nikisema A ni A, B ni B, giza ni giza, kweupe ni kweupe. Tusijidanganye nafsi kwamba umezaliwa mara ya pili na uenda unafahamu na unajua kwamba kuzaliwa mara ya pili, nimezaliwa mara ya pili. Lakini kuna wakati tukikuchunguza sasa, mtumishi, mbona hapa ndugu yangu wewe ni muongo? Ile huu ni uongo. Na tunapojua uongo kilokole tunaupindisha mpaka tunataka uwe ukweli, ile unabaki ni uongo. Kwa sababu uongo ni kupindisha mambo. Amen. Uongo ni kufanya nini? Kupindisha mambo. Kupindisha. Yaani unajua kabisa kwamba hapa hii ni mbeba ni kalamu na peni. Tumishi mbeba nini? Yani wewe kama chaki hivi, unajua wewe umeokoka, sema hivi ni mbeba peni. Unaenda unazunguka baada unasema tu ndio kweli, ndio hivyo peni hivyo. Nafsi yako jihoji hivi, mpaka unazunguka vile ulikuwa hujui kama mbeba peni? Si ulikuwa unajua kulikuwa kuna roho inakwambia usinyoke moja kwa moja. Usinyoke moja kwa moja. Ukazaliwa mara ya pili, kuna nafsi inaongea ndani, inakwambia hapa unadanganya, hapa unaongopa. Kwa sababu kuzaliwa mara ya pili, mtu wa Mungu, tunaweza kama tunasoma andiko vizuri kila siku na tunahubiriana kila wakati, na watu wengi tunayajua ya maandiko, lakini uhalisia ni ule moyo wako unazungumza nini. Ile ndani yako inasema, ndani inaongea. Kuna sauti ya roho ndani inazungumza kwamba umebadilikaje, umegeukaje, hali yako ikoje, ukweli wa nafsi yako ukoje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja nampendaga sana, mtumishi wa Mungu kule Songea, ametaga Mchumi Marindisa. Yaani yeye kuna mambo ukitaka kupata bayana ukitaka kupata nini? Ukweli. Yaani wewe ukitaka kupata ukweli, basi muulize yeye. Yaani unaweza kumuuliza, sisemi mume wake ni muongo, ila ukiona hujamuelewa mume wake kwamba unajua nyumbani pale mlisema kuna kuku wangapi? Unajua wale kuku, yani kuku baba, unajua kuku, yani kuku ni kama waliuzwa, lakini baba kuku nimesema kuku wangapi? Unajua sema 7. Sijui sema sijui, jibu limeisha. Ukiona kona nyingi ita mke wake, niambie kuku wako wangapi?
ndo ataanza. Kuku walikuwa 30 ila waliibiwa 15. Utaanza cha kwanza, hakusema wameibiwa, utajua kuna kitu kinazunguka. Yaani utaanza kugundua tu kama hiki tayari kimerukwa, hiki kimerukwa. Njoo muulize baadaye, mtumishi, mbona kuku waliibiwa 7 mara ya kwanza, 7 mara ya pili? Ulikuwa ujui wakati tunakuuliza? Nilikuwa najua baba, ila sasa nilikuwa unajua aliyekuwa yeye ananyoka tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tukomae kwenye hicho kipengele, kwa sababu nje na kuishi maisha matakatifu kiuhalisia, hatujazaliwa mara ya pili. Hatujazaliwa hata tuwe na nguvu kubwa ya kuhubiri, tuwe na nguvu kubwa ya kushuhudia. Lazima cha kwanza tushuhudie nafsi zetu, zituambie tunaishije. Na ukweli una gharama wakati fulani. Yesu asiweza kusema kweli ni nini? Ni gharama. Kuna mazingira unaona kabisa hapa nikisema ukweli na fedheka. Nikisema kweli inaonekana itakuwaje, watanionaje? Na inabidi useme ukweli. Kama ili hapana. Ulikosea, ndio nilikosea. Ulifanya hivi, nilifanya hivyo. Kwa nini ulifanya hivi? Wewe sema kile ambacho hata kama ni mistake. Unajua kuna watu fulani hata kama ni mistake inabidi useme. Kwa sababu umeokoka. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Kwa hiyo lazima kila wakati tuwe ni watu wa kujichunguza na kujipeleleza, kuhakikisha kwamba tuliozaliwa mara ya pili hatuzaliwi tukiwa mkono mmoja ni wa mzee, mkono mmoja wa mtoto, mguu mmoja ni wa mzee, mguu mmoja ni wa mtoto. Upande wa chini wa meno umekuwa kabisa meno 32, juu kibogoyo, pua ya mzee, ya baba kabisa kubwa, ila vinywele vya mtoto utamtupa mwenyewe siku na kabisa hospitalini. Sema huyu sio mtoto wangu. Yesu asifiwe sana. Kadhalika ndivyo ambavyo Mungu atakutupa hivyo. Kwa sababu unasema nimezaliwa mara ya pili, wakati huo kiungo kimoja cha mzee, kingine cha mtoto. Tumbo limezaliwa tu siku ya kwanza, mtoto anakabidhiwa, mtoto anamwambia, "Babu, mama, nataka niletee supu ya kuku." Ndio mama, nataka supu ya kuku. Kama mama alikuwa amezimia na zimia tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hivyo ndio maisha ambayo wanaishi wa Kristo ndani leo. Umezaliwa mara ya pili, lakini tumbo la uovu, kichwa cha uovu, ila kamkono tu ndio kameokoka. Kamkono. Kwa watu wanaokoka kuwahi kanisani tu. Yeye ameokoka kuwahi wapi? Yaani kuwahi kanisani ni mtakatifu. Na ana sifa zote. Nenda nyumbani, ana majibu. Anasema lakini huyu inakuwaje? Asiseme kwamba kuchelewa kanisani. Tafsiri yake ni nini? Unaweza kama umeokoka ndio vizuri, lakini ni mchelewaji kanisani. Maana yake ni kwamba ndio kiwiliwili kimeokoka, kichwa kimeokoka, mikono imeokoka, lakini unakamguka kizee. Mengine yote uko sawa, lakini kamguu kanisani wenzako wanakuja saa 10, wewe saa 11. Jumapili baada tunaanza saa 2, wewe saa 4. Hauna changamoto. Maana umezaliwa ni mtoto, lakini kamguu tu kakilema kauchelewaje. Kuzaliwa umezaliwa. Ila kamdomo. Kuzaliwa vingine vyote vya kitoto, ila sisemi. Watu wa Mungu, naongea haya, kuna watu ni wazuri sana hata kwenye mitandao, wanaandika, wanahubiri, wanaongea, wanachakata maudhui mazuri sana. Na wazuri sana. Wako watu kwenye mitandao ni wanaimbaji wazuri kabisa. Lakini kuna vipengele ukija kuvichunguza, sasa mtumishi wa Mungu umeokoka? Mzee mimi ndio nimezaliwa mara ya pili. Lakini kuna mambo unayaona, unasema hapana mtumishi, huko sio kuokoka. Na huko sio kuzaliwa mara ya pili. Tunataka tutoke watu ambao tumezaliwa mara ya pili, kutoka utosini mpaka unyoyoni. Tumezaliwa upya. Kucha zimeokoka. Mikono imezaliwa mara ya pili yote, macho. Sio umezaliwa mara ya pili macho tu
ni makubwa, yanaona kila kitu. Kwa zaliwa na umezaliwa, ila kiburi chenyewe kimekaa. Sasa mtumishi, wale wazaliwa mara ya pili kiburi kimewaachilia. Wale wazaliwa mara ya pili hasira imewaachilia. Ila mpaka leo ukichukia umechukia. Ukichukia umechukia. Hasina maana ya kwamba utakuwa ni mtu kucheka cheka tu hata wanafanya ujinga. Siseme hivi sasa. Usije ukawa unafanya makosa halafu ukikaripia wewe umefanya hivi. Walisema marufuku kuchukia, hapo sio umechukia. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Ile hali ya kwamba kuna wakati tunaambiwa ukweli, mtumishi hujafanya jambo sawa, linakuja lidudu hapo. Libondo. Unajua mabondo unafikiri si hapo Libondo unalijua? Libondo lijulikani. Huko si ndio yanapatikana huko kwenye samaki gani Sangala. Mbona sasa mnijibu jamani? Mnayajua? Au nimekosea kulita? Libondo linakaa hapa. Liko mahali fulani limejaa. Mlokole anaendelea yuko vizuri kiroho, ila kuna maeneo hatakiwi kuguswa. Yaani kuna maeneo hatakiwi kufanya nini? Kama mtumishi wa Mungu yuko vizuri, ila usimguse hapa. Na ukimgusa hapa umeumia. Na Mungu atusaidie sana kanisa kuwa na watu wa kujichunguza. Kuna wakati huwa tuna nguvu kubwa sana kwa sababu makosa ya watu, afu sio kujihesabia makosa yetu. Ya utajikuta unaishi na mtu au na watu unawaumiza sana, ila wewe hujawahi kuona makosa yako hata siku moja. Ila kama Mungu alikuwa ni mtu ambaye unakuja mbele za Mungu kujichunguza na kujipeleza kila wakati, unaweza ukajijua kwamba hata mimi pale nina makosa, na mimi pale nina makosa, na mimi pale nina makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizo ni salamu zangu kwako leo, kwamba kikisha kwenye vipengele kila eneo umezaliwa mwili mpya. Mwili mpya kutoka utosini mpaka unyayoni. Sio umezaliwa mwili alafu ngozi ni ya utu uzima kabisa, kavu, ngozi. Lazima mtoto mwenyewe utamkataa. Haiwezekani. Mtoto amezaliwa tu, lakini ngozi ipo kama ya babu. Sema haiwezekani. Utampeleka wapi huyu mtoto? Na mbinguni Mungu zinakuangalia, nasema ni kweli umeokoka kwa jina, ila kuna vipengele bado. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nimesema kuzaliwa mara ya pili. Naomba kwa leo mimi niishie hapa, na Yesu Kristo abariki. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neema yako, asante kwa upendo wako Bwana, kwa ajili ya wakati na saa hii tena. Mtakatifu wa watakatifu, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Alfa na Omega. Nakushukuru Bwana kwa ajili ya neno hili na ujumbe huu ambao naamini wewe ni Mungu unayefungua na kufunua siri za mioyo yetu. Unatujua Bwana, unatujua sana, unatujua vyema. Baba, unamjua kila mmoja mahali hapa, hatua na hali aliyokuwa nayo. Ninakusihi kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu akazidi kusema na watu wako kwa neno hili. Hatimaye Bwana, tuzidi kuwa watakatifu na wakamilifu mbele zako, ukitukamilisha wewe, ukituendelea kututakasa wewe daima. Bwana Yesu, ninakusihi tunatamani kuwa viumbe vipya kweli kweli. Tunafahamu kwamba bado kuna maeneo mengi hatutendi sawa sawa, lakini jitihada na bidii zetu hazitoshi kama siwe Bwana kututia nguvu na kutushika mkono. Tusaidie Bwana. Kikubwa Bwana, chunguza nia zetu. Zimekusudia kufika kwako, zimekusudia kubadilika, zimekusudia kupondwa sana, na hatimaye kuwa na sifa zote za kuchukuliwa na kunyakuliwa siku ile. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya kanisa lako. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya mtumishi wako mchungaji na kanisa kiujumla. Baba, ukatubariki na kutuinua, ukatulinde na kutupigania hata kwa ajili ya ibada zinazoendelea mbele yetu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Amen. Mungu akubariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Amen. Siku ya Ijumaa
tutakuwa na mfungo wa maombi wa kanisa zima. Haleluya. Tamani kufika mapema kuanzia mida ya saa 3. Tutaendelea na ibada mahali hapa. Kwa usipange kukosa. Haleluya. Usipange kukosa, tushiriki maombi hayo kwa neema kubwa kabisa. Ni maombi ya mfungo, tutakula. Unaweza ukanywa maji au soda au chai. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa mahali hapa kwa ajili ya maombi. Kwa hiyo usipange kukosa. Hiyo ni baraka kubwa sana. Haleluya. Naamini, najua maombi yana nguvu kubwa sana, hasa ukiomba kwa bidii na kwa juhudi. Maombi ni winchi ambayo inabeba mzigo wa aina yoyote. Kwa hiyo usiache kuomba. Na mtu ukiweza kuomba, wewe jua unakuwa umemkaribia sana Mungu. Maana hatuna njia nyingine ya kumkaribia Mungu tofauti na maombi. Haleluya. Mungu akubariki sana. Mshukuru sana Mungu kwa ajili ya somo ambalo limeendelea mahali hapa la kuwa kiumbe kipya. Mungu atusaidie tuone kupiga hatua. Tuone tu ni sehemu gani ambapo tumepelea, ni eneo gani ambalo bado tuna utu wa kale, bado hatujawa viumbe vipya. Tujitahidi hasa kwa maombi na kufanyia kazi pale ambapo Roho Mtakatifu amesema na wewe upafanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana 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 sana. Basi mtumishi wa Mungu, tupe wimbo tuimbe. Lakini sijui mama yetu tusalimie hapo tu hata kidogo, hata kama ni siku ya kwanza. Salimie hapo kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Nami namshukuru Mungu sana aliyetupa uhai mpaka siku ya leo. Amen. Namshukuru sana. Amen. Na nimefurahi pia tena kufika Kahama. Nimekuwa mwenyeji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi sio mgeni tena, ni mwenyeji. Lakini namshukuru Mungu vile ambavyo amezidi kutupigania hata kutusafirisha salama, kwa sababu tunakutana na ajali, lakini vile Mungu ametusaidia na kutuepusha na ajali, basi nasema Mungu abarikiwe sana kwa kututunza pia hata sisi. Amen. Lakini pia kwa kuwatunza kanisa, baba hapo na mama pia, Mungu awabariki na kanisa kwa ujumla vile lilivyokuta mnaendelea. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Mengi kwa sababu hapa nyumbani tutaongea mengi. Amen. Amina. Makofi kwake tafadhali.